Nimshukuru Mheshimiwa Najma kwa pongeza alizozitoa kwa serikali. Swali lake la kwanza, tutatumia muda gani? Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, tayari muswada huo tumeshauandaa. Kinachosubiriwa ni kwamba tuende kwenye uchaguzi. Mungu atujalie turudi tena katika bunge hili tukufu na mswada huo utakuwa mezani ili watoto wa kike waweze kupata haki yao kama ambavyo Mheshimiwa Najma anawapigania. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, la elimu. Mheshimiwa Spika, kupitia mpango wa msaada wa kisheria wa Mama Samia, serikali imekuwa ikitoa elimu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, asasi za kiraia na taasisi nyingine mbalimbali. Katika elimu hiyo tunatoa elimu pia za haki za binadamu, haki za wanawake, haki za wasichana, ambapo jambo hili nalo linatolewa elimu kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kwa kuwa tumeenda vizuri katika awamu ya kwanza ya mpango huo, tutaendeleza katika awamu ya pili ili tutokomeze kabisa jambo hili. Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana Spika. Ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa ili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje? Wabunge wote napoingia humu ndani wapimwe kwanza, tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga, ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Mheshimiwa, swali linaenda kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni? Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaouandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji, je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti? Kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji. Asante. Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo halikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998, ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu kwa hivi sasa. Kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.